TCCIA ni taasisi ambayo inaunganisha wafanyabiashara, lakini pia ni kuweza kuainisha baadhi ya fursa ambazo zipo kwenye maeneo mbalimbali, hasa kwenye mkoa wetu wa Mbeya. Na leo hii hapa mimi nimefurahishwa sana na wenzetu wa TCCIA kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mbeya kwa kuwaalika wenzetu mabalozi kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Zambia pamoja na Malawi. Kwa kweli ni jambo kubwa, na hawa ndio tulikuwa tunahitaji tuwe nao kwenye vikao kama hivi, kwa sababu wao wanajua fursa zilizoko kwenye maeneo ambayo wanayosaidia nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo nichukue fursa hii niwapongeze sana waheshimiwa mabalozi hao kwa kuja, na tunasema asanteni sana kwa kuja na Mungu atawabariki sana. Lakini ndugu zangu, pia niwashukuru sana wenzetu wa SAGCOT, TTB na EPZA. Mtendaji mkuu wa EPZA, tunakushukuru sana kwa kuja, na tunaamini kwamba leo hii hapa, kwa sababu ni miongoni mwa ambao mtatoa mada pamoja na baba yetu kipenzi Profesa Sadi, tumezoea tukimwona tu kwenye TV, leo yuko hapa amejaa tele na ametimia kila idara, anasubiri kutumwagia madini yake aliyonayo, ili tuwe sasa na moyo mkunjufu kuanza kufanya maendeleo, hasa kwenye masuala ya uwekezaji katika mkoa wetu wa Mbeya. Kwa kweli wote hao tuwapigie makofi mengi sana kwa kuja. Hatuwezi kuwa na mafanikio makubwa kuelekea ajenda ya 2025-50 kama tutakuwa na muunganiko wa pamoja na kuibua changamoto, fursa za maendeleo katika mikoa yetu ya nyanda za juu kusini. Tukikaa pamoja ndipo tunajua fursa zilizoko. Tumeona waheshimiwa mabalozi hapa wameeleza fursa mbalimbali zilizoko kwenye nchi ambazo wao wapo, nchi ya Malawi, nchi ya Zambia, nchi ya Kongo, na kwa kweli hata mimi najua kuna fursa hizi. Tukianza na wenzetu wa Kongo, mimi nimewahi kuwa kule Katavi, niliona kwamba kuna bandari ya Kalemi na huko kuna bandari ya Kalema, kuna bandari ya Kigoma, na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeanza kujenga meli za mizigo na meli za mafuta katika bandari ya Kigoma na bandari ya Kalema iliyoko Tanganyika kule mkoani Katavi. Kwa hiyo maana yake ni nini? Sisi tunataka tujipange kwanza kutumia hizo fursa, na hapa amesema kuna mikataba imesainiwa kwa ajili ya kujenga barabara zilizoko upande wa Kongo na kujenga reli upande wa Kongo. Maana yake ni kwamba tunaamini biashara itaenda kuwa nzuri zaidi. Lakini ndugu zangu, niwaambieni, maendeleo haya bila uthubutu hatuwezi kufika, na ndio maana wenzetu walioko huko mabalozi wako hapa, na sisi tunatakiwa tubadilishane mawasiliano, lakini pia tujifunze fursa zilizoko huko ili tuweze tukashirikiana kwa pamoja tukaleta maendeleo ya nchi yetu ya Tanzania. Na niwaambieni fursa ambayo pia mheshimiwa balozi wa Kongo amezieleza, biashara ya mchele, maonyesho mbalimbali yametukaribisha, twende kule tukashirikiane kwa pamoja. Kwa mkoa unatakiwa uratibu safari hizi kushirikiana na TCCIA ili wenzetu tuweze tukaungane nao pamoja kule tuweze kutengeneza umoja wa kibiashara na nchi ya Kongo. Lakini pia tumeona mheshimiwa balozi Kingule kwamba ametuambia kwamba sasa Zambia na hii reli ambayo inatarajia kuimarishwa hapa na wenzetu wa China kushirikiana na serikali ya Zambia na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maana ndio fursa zenyewe. Na hivi karibuni mheshimiwa balozi, tunaanza sasa kutangaza eneo la logistic, eneo la TBC pale limeshapimwa kwa ajili ya maeneo ya logistic. Tumeona eneo lile litatumika na TBC wenyewe, lakini pia litatumika na wawekezaji mbalimbali, kwa maana kujenga maeneo makubwa kwa ajili ya fursa za kibiashara, kwa maana logistic, kwa ajili ya kuhudumia Zambia, Kongo, Malawi na Tanzania yenyewe. Lakini pia eneo la Tanganyika Packers ambalo tayari linapimwa chini ya msajili wa hazina kushirikiana na chuo kikuu cha ardhi Morogoro, ambapo sasa hivi wakati wowote eneo lile litatangazwa na kutangaza maeneo ambayo ya ujenzi wa viwanda zaidi ya 45 kushirikiana na EPZA. Kwa hiyo mimi nawaambieni fursa hizi nyanda za juu kusini ndio muda wake sasa hivi kuanza kuzichangamkia fursa. Maeneo yataanza kutangazwa siku sio nyingi kwa ajili ya kuanza kuyatoa kwa wawekezaji ili waweze kujenga viwanda na uwekezaji mbalimbali ikiwemo warehouses pamoja na industrials pamoja na shopping malls na maeneo ambayo ya housing estates. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine kwamba, na ndio maana wenzetu wako hapa, tunaenda kwa pamoja ili tuweze kufika.